Na asante sana mpenzi mtazamaji kwa kujiunga nasi katika jukwaa la KTN. Hujambo na karibu. Jina langu ni Frank Otieno kwa niaba ya mwenzangu Zubeda Kome ambaye yuko safarini kidogo, lakini lazima kazi iendelee. Hii leo katika sehemu ya swala nyeti tutakuwa tunazungumzia masuala siku kuu ya kumsherehekea mtoto Mwafrika. Ndipo basi katika studio niko naye Sirila Hey ambaye ni mama ambaye anahusika sana na masuala ya watoto na vile vile amekuja na watoto wachangamfu kweli wazuri tu, Serena Anyona. Alafu tuko naye Kangwana Biterisi ambao ni watoto ambao wanajua haki zao na watakuwa wanatuambia kwamba je, wao kama watoto wanafahamu nini kuhusu haki ya mtoto. Je, wewe uliyeketi hapo nyumbani, wewe ukiwa baba, ukiwa mama, ukiwa mlezi, ukiwa mjomba, je, mchango wako katika kuhakikisha kwamba mtoto anajua haki zake ni zipi? Hao na mengine mengi basi ni baada ya vidokezo kama ifuatavyo. Willy Mutunga astaafu rasmi kwenye wadhifa wa jaji mkuu nchini. Mahakama ya Mombasa yatoa uamuzi unaoruhusu washukiwa wa ushoga kufanyiwa ukaguzi kwenye tundu la haja kubwa. Na kwenye swala nyeti tunazungumzia sherehe za mtoto Mwafrika. Naam, karibu. Daktari Willy Mutunga amestaafu rasmi na kuiacha ofisi ya jaji mkuu alasiri ya leo. Mutunga amestaafu mwaka mmoja kabla ya muhula wake kukamilika ili kutoa nafasi kwa mchakato wa kumtafuta jaji mkuu ambaye atakuwa rais wa mahakama ya juu nchini. Msajili wa idara ya mahakama Ann Amadi aliwaongoza wafanyikazi wenzake waliokusanyika nje ya mahakama ya juu ili kumuaga aliyekuwa mkubwa wao kwenye shughuli fupi iliyojawa na furaha miongoni mwa wafanyikazi hao. Awali Mutunga alitoa hotuba ya buriani akitaja ufanisi ulioafikiwa katika idara ya mahakama wakati wa kipindi chake cha uongozi mahakamani. Alitoa ushauri kwa viongozi wanasiasa humu nchini kufanya mazungumzo ya mara kwa mara kwa minajili ya kuwaunganisha Wakenya. Mutunga amestaafu akiwa na umri wa miaka 69, leo ikiwa ni siku yake ya kuzaliwa. Na kiongozi wa CORD Raila Odinga ametoa makataa ya saa 24 kuachiliwa kwa wabunge wanne wa CORD wanaozuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani. Raila alifika katika kituo cha polisi cha Pangani wanakozuiliwa wabunge Timothy Bosire, Junet Mohamed, Aisha Jumwa, Florence Mutua na Seneta Johnson Muthama, ambapo amelaani vikali kuzuiliwa kwa viongozi hao akisema kwamba hawana makosa. Viongozi hao wanazuiliwa kwa tuhuma za semi za chuki, wao pamoja na viongozi wa mrengo wa Jubilee Moses Kuria, Ferdinand Waititu na Kimani Ngujiri. These members must be released without charge within the next 24 hours. And if that does not happen, there will be consequences. And we are going to announce the next course of action within the next 1 hour.
Na tukirudi kwenye masuala ya mahakamani ni kwamba mahakama ya Mombasa imetupilia mbali ombi lililowasilishwa na washukiwa wawili walioshtakiwa kwa kosa la kujihusisha kwenye mapenzi ya ushoga. George Maina na Caleb Omar Idris waliitaka mahakama kuzuia ukaguzi kufanywa kwenye tundu la haja kubwa kama njia ya kuthibitisha kwamba wanajihusisha kwenye tendo hilo. Walidai kwamba ukaguzi huo unakiuka haki zao za kibinadamu, lakini Jaji Matthew Emukule kwenye uamuzi wake amesema kwamba ukaguzi huo ni kwa mujibu wa sheria zinazoambatana na makosa yanayohusiana na ngono. Matters of sodomy or acts against the order of nature, as envisaged under Section 162 of the Penal Code. Rectal or anal examination is, according to current medical science and constitution of the human anatomy, the only way of examination to show either the anus is dry or has been subjected to application or medical lubricants to ease anal penetration. The anus, unlike the vagina, has no natural lubrication. There is no other way of the human body upon which to carry out medical examination. Whether the examination was reasonable or not is a question of fact, which only the trial court, or as the case may be, an appellate court, after ascertaining all the facts, may determine whether or not the person took the samples, was ignorant or negligent. Was there anal sex? Those are the questions of evidence before the trial court, not the constitutional court. The substantive statutes under which the petitioners are charged, Sexual Offences Act or the Penal Code, are not subject of a challenge. As for damages, only the court would only arise if the court were to find that the rights of the accused were violated. We have not reached that stage yet. So, in conclusion, having considered the submissions of counsel for the petitioners and the respondents, the court, in arriving at its decision in matters of this nature, must balance the enforcement of a right in favor of an individual or individuals against the various interests, such as the principles and values of the Constitution, the objectives to be achieved, a sense of proportionality, public policy set out in the relevant statutes, and of course, in this case, the Penal Code and the Sexual Offences Act. In summary, the medical examination of the petitioners and the taking of samples was in accord with applicable law. And I find no violation of the petitioner's rights as contended in the petition. Na siku ya kuwapa heshima wakongwe kote ulimwenguni na kuwaepusha na dhuluma katika jamii ilisherehekewa hapo jana. Hapa nchini sherehe hizo zilifanyika huko Nyeri, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Carol Nderi. Hatua moja baada ya nyingine, wakongwe hawa walijikakamua kabisa na kujikaza bila ya kukubali uzee kuwa kizingiti cha kuzuia azma yao ya kukamilisha matembezi ya kilomita 4 mjini Nyeri. Zoezi hilo likiwa la kuadhimisha siku ya wakongwe duniani. Miaka 10 sasa tangu siku hiyo kuzinduliwa duniani kwa madhumuni ya kukumbusha jamii kuwa lazima wakongwe watunzwe. Kukula chumvi ni jambo lisiloepukika, ni jambo la kawaida, na ndio ujumbe bibi huyu Beatrice Nyagodhie na babu James Ndirango walitaka kuwashinikizia wale wanaosahau kuwa wao pia watazeeka. Shinda ile ni naye, sisi ni masikini, wazee mwanamke mwanaume ni masikini. Sisi hapa nataka chipaka chakula sawa sawa.
shauri watoto, naenda kwa town, sisi naumia tu. Angalia hawa umaone, manasaa manasomisha watoto na hakuna kitu. Hapana kinyira wa kina mama wazee, sisi bado wana kitu, sisi naumia tu huko kwa machamba. Hata kama ni machamba wasikari ikisema iko machamba ya watu wote, sisi bado ona kila kitu sisi bado ona na nyaganyo. Machungu yakidhihirika wazi kuwa wakongwe wametelekezwa. Uchungu kwa maana kwa nini ile kitu na wazee hakuna kitu manaona? Kwa nini matupatie kitu ile ya kutusaidia wazee? Wakfu wa Purity Elderly Care hushughulikia maslahi ya wazee katika eneo la Mlima Kenya, na maadhimisho ya siku hii ya kimataifa ni hafla inayofaa kupewa uzito zaidi na wahusika. Joyce Wanjiku alianzisha wakfu huu baada ya kifo cha mamake Purity, na kwa heshima ya mzazi akakata kauli kwanza kuwatunza kina mama wakongwe pamoja na babu waliosahauliwa na watoto wao, wajukuu zao na jamii kwa jumla. I, Wanjiku Wadokuru, I'm simply saying, if you have an issue with your parent because of property, because of land, get your own. What it is that we are doing, we tend to actually try to steal from them. We try to take away from them. They acquired it. They earned it. What is it that you're doing as a human being? Go acquire your own. Stop abusing your elderly people. We have people in prison, elderly people who have been abused by kids or who are killing each other because of land. Katika zahanati kuu ya serikali ya Nyeri, wazee hao walipata matibabu bila kutozwa ada na kushauriwa juu ya njia za kujitunza. Kuzeeka ni mojawapo ya hatua za kawaida za maisha, na kila mmoja atapitia hapo iwapo atajaliwa miaka nyingi duniani. Na basi jamii inahimizwa kuwazingatia na kutunza maslahi ya wakongwe ndani ya jamii. Carol Nderi, KTN, Kaunti ya Nyeri. Na asante sana. Basi tunaingia katika sehemu ya swala nyeti, ambapo hivi leo tunazungumza kuhusu mtoto Mwafrika aliyesherehekewa hii leo katika pembe zote za dunia. Kwa hivyo basi katika studio ninao wageni ambao tutakuwa tunachanganua mawili matatu kuhusu mtoto Mwafrika. Je, haki zake zinakiukwa? Je, anajua haki zake na kadhalika? Ndivyo basi katika swali letu tunaulizwa kwamba je, unadhani ni nini inasababisha ongezeko la visa vya ukiukaji wa haki za watoto hapa barani Afrika? Je, unadhani ni nini inasababisha ongezeko la visa vya ukiukaji wa haki za watoto hapa barani Afrika? Unaweza ukachangia hoja hiyo kwa kutumia nyenzo nyingi tu, ambapo tuko na nambari ya arafa ambayo ni 22155, vile vile katika Twitter handle @frankotieno2, na nambari za simu pia zipo. Kwa hivyo tunakukaribisha kwamba uchangie katika hoja hizi kwa kutumia nambari za simu ambazo pia ziko katika runinga yako hapo chini, na ili tuendeleze samahani, ili tufanikishe mdahalo huu katika studio. Basi ningependa kuwakaribisha sana watoto wachangamfu. Karibuni sana katika studio za KTN. Asante. Mmekaribishwa sana, mjisikie mko nyumbani. Mimi naitwa Frank Otieno. Huyu si ni mwalimu wenu, mnakaa naye kila siku? Ndio. Kwa hivyo hakuna kitu mnaogopa, si ndio? Ndio. Asanteni sana. Ulisema unaitwa nani wewe? Kwa majina ni Kangwana Biteris. Tamka polepole watu wasikie kule. Kwa majina ni Kangwana Biteris. Kangwana Biterisi. Asante sana. Una umri wa miaka mingapi Kangwana? Nina umri wa miaka 13. 13. Kangwana Biterisi. Na wewe toto? Naitwa Serena Anyona. Serena Anyona, una umri wa miaka mingapi? 10. Miaka 10. Alafu mnasoma wapi? Tunasoma katika shule ya msingi ya MCO Joy. MCO Joy. MCO Joy. Iko wapi hiyo shule? Iko number 10. Juja Road. Iko Juja Road. Wewe ujue shule yako bwana, mpaka unasaidiwa. Alafu madam, ulisema unaitwa Cyrilla Hey. Yes. Hebu tueleze kwamba wewe nimeona umevaa t-shirt ambazo zimeandikwa Feed the Children. Feed the Children. Ndio nini? Okay.
Asante sana. No. Naitwa Cyrilla Hei na ninafanya kazi na shirika la Feed the Children, na leo tulikuwa tunasherehekea siku hii ya leo ya mtoto Mwafrika, na tulikuwa na celebration ambapo hawa wanafunzi walikuwa wana graduate kwa sababu tulikuwa na program ile ya life skills. Kwa hivyo wamekuwa kwa hiyo program for 1.5 years, na kuna masomo ambayo wamesoma, sasa walikuwa na graduate leo. Masomo ya life skills. Kwa hivyo Serena, leo mligraduate? Yes. Hebu tuelezee mlikuwa mna graduate nini baada ya kuhitimu kwenye mambo gani? Tulikuwa tuna graduate baada ya kujua life skills, our rights. Na kwa hivyo life skills hapa mnafundishwa mambo kama yapi tu? Hapa tunafunzwa venye unaweza kaishi na mtu. Zile topics ambazo mmesoma. Hebu tuelezee yale ambayo labda ulifaidi nini? Labda kama bado unafikiria, hebu tuende kwake huyu bwana mdogo anaitwa Kangwana. Bwana Kangwana. Hebu changamka bwana. Kwenye hizi miaka 1.5 tumekuwa tukisoma. Ndio. Tumekuwa tukijifunza life skills na zinatusaidia kuwa mtu ambaye anaweza kujitegemea. Kama hakuna mtu karibu, anaweza fanya jambo nzuri, kuweza kuturekebisha kama watoto, kuwa na mienendo mema. Na sasa tumehitimu, tunafurahi sana. Kwa hivyo ninaweza ongezea pia. Ndio, ongezea. Kwa yale masomo ambayo wamekuwa wakisoma kwa muda wa mwaka 1.5, ni masomo kama wamesoma mambo kama peer pressure, wamesoma mambo ya drugs and substance abuse, wamesoma mambo ya kuhusu teenage pregnancies, wamesoma kuhusu body changes ama development, adolescent development ya mabadiliko katika mwili, wamesoma mambo ya decision making, kuweza kufanya uamuzi wa busara. Na topics zingine nyingi ambazo zimewachukua huo muda. Kwa hivyo baada ya kumaliza hayo masomo, ndio maana sasa wameweza kugraduate so that waweze kukua peer educators. Waweze yale mafunzo ambayo wamesoma waweze kufunza wengine kwenye shule zao, na pia waweze kuwafunza wengine mahali ambapo watokapo in the community. Yes. Kwa hivyo Serena, wewe ni mtoto wa kike, si ndio? Ndio. Na unafahamu haki zako kama msichana, kwamba labda mtu akifanya jambo fulani ambalo linakiuka haki zako, je, unaweza ukatuelezea labda ni mambo kama yapi ambayo umejifunza katika hiki kituo ambayo yanakupa kujua haki zako? Mambo kama yapi? Nimejifunza kuwa mtoto hafai kukatazwa kwenda shuleni. Ni haki ya kila mtoto kwenda shuleni. Kwa hivyo unapoona yule mtoto ambaye anafungiwa nyumbani kwao, labda anafanya kazi tu, yeye kazi yake ni kuchoma makaa na mambo kama hayo, unahisi vipi? Vibaya sana, kwa sababu mimi nikienda shule najifunza mengi sana, na yeye labda aliambiwa asikuwe akienda shule, na labda alikuwa na itumu katika masomo, lakini utapata masomo yake imeenda chini. Ndio. Jibu nzuri sana. Kwa hivyo tukienda kwake Kangwana. Kangwana, hebu tuambie kwamba wewe ukiwa mvulana, alafu labda pale kuna mtu ambaye jirani yenu anapenda kukutuma sigara, unaenda kumletea sigara, unahisi kwamba unaweza ukakataa ama ukaenda tu ama ukafanya vipi? Kulingana na mafunzo ambayo tulipewa, ni vizuri umweleze mtu mzima ambaye anaweza kukusaidia au kuripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu. Akiwa babako labda anakutuma leta sigara, kimbia, unafanya vipi? Kama ni baba yangu, nitajaribu kumwongelesha, na kama atakataa, itabidi nimchukulie sheria. Maana unafahamu fika kwamba wewe ukiwa mtoto mdogo upaswi kuanza kugusagusa vitu kama vileo. Ndio, kwa sababu kama mimi mtoto itaniharibia masomo yangu, sitaweza kutilia maanani masomo yangu. Nitakuwa tunafikiria yale madawa na hata naweza kutoroka shule.
Majibu mazuri sana kutoka kwa watoto wako. Mpenzi mtazamaji, unaweza ukashiriki kwa kupiga simu na kutumia ujumbe mfupi katika nambari 22155 ili ufanikishe mdahalo huu ambao unafanikishwa na watoto ambao wamechangamka sana hapa studioni tunaposherehekea siku ya mtoto Mwafrika. Na madam, hebu tuelezee kwamba Feed the Children ni nini, inahusiana na nini? Okay. Feed the Children ni shirika ambalo sio la kitaifa, niseme kwa maneno mengine NGO. It's an NGO ambayo imekuwepo kwa miaka mingi, na hapa Kenya ilianza mwaka wa 1996, na kuna banners mbili ambazo programs zake ziko, na bana ya kwanza ni ya programs na kuna nyingine ya children services, na under programs kuna education ambapo sisi tunahusika na mambo ya education. Tunahakikisha kwamba watoto ambao wako shuleni, tunahakikisha kwamba tumewapa chakula shuleni so that waweze kuendelea kwenda shule na waweze kuwa attentive kwenye darasa. Na pia tuko na huu mpango mwingine wa comprehensive school health program ambapo life skills and values ni kipengele kimoja cha zile thematic areas under comprehensive school health program. Na baada ya education pia kuna food and nutrition, na food and nutrition inahusika na mambo ya kuhakikisha kwamba mama mjamzito wanapata lishe bora, wale wa mama ambao wamejifungua watoto pia wanaweza kunyonyesha watoto wao, na pia wanahakikisha kwamba wale watoto ambao wako chini ya miaka 5 wako sawa, wale ambao wako malnourished wako sawa. Na pia kuna nyingine ambayo inaitwa livelihoods. Livelihoods inashughulika na mambo ya kuempower the community on skills so that they can waweze kujitegemea wenyewe. Na pia kuna health and water. Health and water inahusika na mambo ya kuhakikisha kwamba maji ambayo yanatumika kwenye mashule na kwenye community ni maji masafi. Kwa hivyo kuna sehemu zingine ambazo kuna water plants ambazo zimetengenezwa, na pia kuna njia za kuweza kuharvest maji. Na hiki kipengele kingine cha children services, kuna abandoned baby center ambayo iko kule Dagoretti Center, ambayo kuna watoto ambao wamekuwa rescued from the community, na pia kuna watoto labda waliokotwa tu. Wale watoto ambao walikuwa abandoned tu hivyo wanachukuliwa wanaletwa kwenye abandoned baby center. Na pia kuna wale watoto ambao wamekuwa rescued, maybe wanakuwa wanadhulumiwa nyumbani, wanakuwa rescued na wanaletwa kwenye hiyo center. Na pia kuna Dagoretti Children Center ambayo inahusika na wale watoto ambao wamepita miaka 2 ambao wametoka ABC wanakuja sasa Dagoretti Children Center. Halafu pia hapo kunakuwa na rehabilitation. Na ile ingine ya mwisho kabisa when it comes to children services ni ile ya community based rehabilitation. Huwa tunafanya community based rehabilitation kwa wale watoto ambao wanaweza kuwa na ulemavu, na saa nyingine pengine community inawakataa. Hawa watoto wanachukuliwa alafu wanakuwa rehabilitated within the organization, alafu watarudishwa manyumbani baada ya muda. Madam Cyrilla, labda tu leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha ama kumsherehekea mtoto Mwafrika, hebu tuelezee nyinyi kama wale ambao mnahusika moja kwa moja katika kuwashughulikia watoto, ni changamoto zipi ambazo unahisi kwamba watoto wanapitia hususan hapa barani Afrika? Hapa barani Afrika kuna changamoto nyingi. Kwa mfano kuna maneno ya wars, kuna vita ambazo huwa zinatokea, na wale watu ambao wanaumia sana ni watoto. Kuna mambo ya female genital cutting ambayo inaendelea, ukeketaji hapa Kenya na hata countries zingine. Na kuna mambo kama ya early pregnancies, watoto kupachikwa mimba ikiwa bado wako wachanga. Kuna mambo mengi ambayo sana watoto wa Afrika wanapitia. Kuna mambo ya drought, kuna maneno ya HIV and AIDS, kuna maneno ya Na umetaja kuhusu vita vinavyozuka hapa na pale. Sasa hivi tunaingia katika msimu wa siasa ambapo unasikia cheche za maneno hapa na pale, ambapo wanasiasa wanazungumza maneno bila kujali kwamba mtoto ataathirika endapo vita vitazuka. Manake
tukizungumza sasa hivi ni kwamba kuna mrengo wa CORD, kuna mrengo wa Jubilee, watu wanazungumza wakionyeshana vidole vya lawama hapa na pale. Je, labda tu ungetoa wito gani kwa wanasiasa ambapo tunapoingia katika uchaguzi mwakani, wamfikirie vipi mtoto wa Afrika ambaye anataka amani? Mtoto Mwafrika na mtoto yule yote anafaa ahudumiwe na wahakikisha kwamba rights za huyo mtoto hazikui violated kwa namna yoyote, either directly ama indirectly. Wanafaa wahakikishe kwamba kila kitu ambacho wanafanya, it is to the best interest of that child. What will happen to this child? Kama wataendelea kuzungumza yale ambayo wanazungumza bila kumjali mtoto, mtoto naye ataweza kuumia. Kwa hivyo nitawashauri tu wale politicians na wengine ambao wanafanya mambo ambayo yana dhulumu haki za mtoto, waweze kufikiria what is the best interest of the child when it comes to hilo swala. Ndio. Ulisema unaitwa Keru? Anyona. Yes, Sirila. Hebu nikuulize, unafahamu mambo ya peer pressure? Uliambiwa mambo ya peer pressure? Ndio. Peer pressure ni nini? Peer pressure ni rafiki yako anataka ufanye kitu yenye yeye anataka lakini wewe hutaki. Ni kama anakuforce. Kwa hivyo wewe unajaribu vipi ili kuepukana na peer pressure wewe, Cyril? Mimi nikikutana na peer pressure naambianga tu rafiki zangu eri tukosane kuliko nifanye kitu mbaya. Asante sana. Hebu nikuulize, kwa mfano labda mambo kama yapi ambayo huwa yanakukera unapoona watoto wenzako wanapojaribu kunini, unahisi kwamba sio swala zuri hivyo? Kuna wengine wanatakanga kutoroka shule waende nje wakanunue vitu kwa sababu shule yetu hatuitikiwi kuingia na vyakula. So wanataka kutoka nje kununua vitu. Kwa mtoroke muende mufanye yale ambayo sheria za shule zimekataa. Ndio. Manake unapoanza hivyo kuvunja sheria za hapo shuleni, unapokuwa mtu mkubwa utakuwa mtu wa kuvunja sheria tu. Ukiwa barabarani unavunja sheria ukiendesha gari lako, ukiwa pale kwenye ploti wewe unavunja sheria tu na unasumbua watu kwa ploti kadhalika, si ndio? Ndio. Una mchango gani kuhusu, amesema kuhusu mambo ya peer pressure? Wavulana nyinyi sasa ndio watundu sana nyinyi. Tukuje kwa upande wa wavulana. Ndio. Sana wavulana hujiingiza kwenye mambo ya dawa za kulevya. Na sisi kama tulivyofunzwa imetubidi tujaribu kuwafunza zaidi na tuzidi kuwafunza ili waache hizo tabia, kwa sababu hata patron wetu huwa wana hiyo mipango ya kujaribu kuwarekebisha watu ambao wanatumia hizo dawa. Madam, hebu nirudi kwako hapa kidogo. Mradi huu wa life skills ulianza lini na wapi? Huu mradi wa life skills ulianza mwaka wa 2014 mwezi wa September na umeweza kukamilika mwaka huu mwezi wa March. Alafu sasa ndipo wameweza kugraduate. Na ilipoanza tuliona kwamba ni vizuri tuanze huu mradi kwa sababu watoto wako na challenges nyingi na hawana the correct information ile wanaweza share na watoto wengine ama ambayo hata inaweza wasaidia wao wenyewe. Kwa hivyo tulianza hiyo mradi, na kwa sababu pia hii nini ya life skills inafaa ikuwe inafunzwa mashuleni, lakini unapata kwamba kwa sababu saa ingine walimu pengine wako na kazi nyingi, wanachukua ile nafasi ya life skills wanafanya mambo mengine. Kwa hivyo tukaona ni vizuri. Labda fafanua kuhusu life skills. Unapoongea kuhusu life skills unamaanisha nini hasa? Nikizungumzia kuhusu life skills, ninamaanisha kwamba life skills ni ujuzi ile ambayo mtu anahitaji kwa kuweza kujiendeleza kwa maisha yake ya kila siku. Bila life skills utapata kwamba itakuwa vigumu kuweza kujiendeleza na maisha yako ya kila siku. Mtazamaji, ningependa tu labda kusoma baadhi ya arafa ambazo zimemiminika kweli hapa. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa michango yenu. Yuko bwana anaitwa Peter kutoka Gilgil, anasema kwamba kile ninachochangia
kinachochangia dhulma kwa watoto ni ukosefu wa maadili mema. Amesema maadili mema, lakini maadili mema. Watu wanakosa utu. Pia wazazi kuwaacha watoto peke yao bila kuwa na mtu mwenye utu. Huyu Peter kutoka Gilgil anasema kwamba ni vizuri unapomwacha hata mtoto nyumbani, lazima ujue kwamba huyu uliyemwacha naye ni mtu aina gani, maadili yake yako namna gani. Vile vile anasema kwamba nawapongeza hawa watoto kwa maoni yao. Ni Wolowoli akiwa Mochongoi Baringo. Asante sana Molomoi kutoka Baringo. Alafu kuna mwingine anasema kwamba hilo ni jambo la maana sana, kama watu wote wanaweza julisha watoto hao, hivyo itakuwa poa sana. Mimi ni Peter Lesiamon kutoka wapi? Kajiado Central. Asante sana. Jumbe ni nyingi, kwa hivyo tutazidi kuzisoma tu mnavyoendelea kuchangia hoja zenu hapa. Kwa hivyo ni mambo ya kujadili masuala ya mtoto Mwafrika. Leo hii tunamsherehekea kote duniani. Kwa hivyo mtoto Mwafrika, mlivyosikia mama alivyosema hapa katika studio, ni kwamba lazima tujue kwamba vita vinachangia pakubwa sana katika kuvuruga amani kwa mtoto. Mtoto anahitaji amani, ndiposa basi maendeleo yake shuleni yawe shwari bila mushkil yoyote. Naam, Serena. Kabla hujajiunga na shule hii ama kituo hiki ukajifunza life skills, hebu tueleze labda kuna mambo ambayo yalikuwa yanaenda vibaya, sasa umejifunza vizuri? Kuna mambo mengi sana. Ndio. Kama kulikuwa na dada yangu. Naam. Alikuwa amejiingiza kwa kikundi cha wavuta bangi. Yaani tu watu wenye vichwa zao ni mbaya. Alafu sasa ulikuwa unakuja kwa nyumba unawapata katika densi kwa meza. Ukiwauliza wamenyamaza. Sasa katika kuwaongelesha na through love wakachange. Wakabadilika kabisa. Uliwashauri wakabadilika. Alhamdulillah. Mungu akubariki sana kwa kuwashauri wenzako. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ningependa labda tusome tu baadhi ya zile yale maoni ambayo yametumwa katika Twitter, upande wa Twitter, ili tujue kwamba kuna nini ambacho mtazamaji. Swali tulikuwa tumeuliza kwamba unadhani ni nini kinasababisha ongezeko la visa vya ukiukaji wa haki za watoto hapa barani Afrika? Unadhani ni nini inasababisha ongezeko la visa vya ukiukaji wa haki za watoto hapa barani Afrika? Kwa hivyo michango imekuja tu, michango kochokocho, ambapo kwa mujibu wa namna ambavyo mmeshiriki katika, tungependa tuzi yuko bwana hapa anaitwa, hajataja jina lake, lakini anasema kwamba anaitwa Timo. Mimi ni Timo nikiwa Biafra, nauliza mgeni wanakuanga na vacant yeye anaomba kazi tena. Asio usiombe kazi hapa. Alafu mwingine anasema kwamba I wish ningepewa kazi na hili shirika. I'm an ECD trained. Kwa hivyo nafikiri watu wanapata mshawasha tu kwamba mnafanya kazi nzuri, maana kuna hata wale ambao wamejifunza masuala ya early childhood development wanasema kwamba mnafanya kazi nzuri kwa watoto. Kwa hivyo huyu anasema kwamba wabunge wanafaa wafungiwe na wanyimwe dhamana mpaka siku ya mahakamani. Wamezoea, kwani seli imejengewa maskini hata matajiri. Ni mimi Rufus kutoka Dandora, Nairobi. Na basi mtazamaji, tunachukua pumziko fupi, basi tukirejea basi tutaendelea na mdahalo huu ambao unahusu mtoto Mwafrika tunayemsherehekea hii leo. Usiende mbali.